Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika bagia tamu sana. Hizi ni bagia za dengu zenye viungo, ni tamu. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Kwa mahitaji, tutahitaji unga wa dengu, na hapa tumetumia unga wa dengu kiwango cha robo kilo. Utakichekecha vizuri na kukiweka katika bakuli lako. Na kisha baada ya hapo tutaenda kuongeza vitunguu vilivyokatwa katika vipisi vidogo vidogo, ni hicho ni kitunguu kimoja, lakini pamoja na carrot moja ya size ya kati iliyokuwa grated, pamoja na pilipili hoho moja iliyokatwa katika vipisi vidogo vidogo. Lakini vile vile tutaenda kuongeza kiazi kimoja kilichokuwa grated, kitunguu saumu kijiko kimoja nusu kijiko, tangawizi nusu kijiko cha chakula, na pilipili fresh kali nusu kijiko cha chakula. Vile vile tutaongeza chumvi kijiko kimoja cha chai. Tutaongeza maji kiasi kidogo kidogo, na kisha tutaenda kuchanganya mchanganyiko wetu. Utachanganya huku kwa unaongeza maji kidogo kidogo mpaka uweze kupata size nzuri ya donge lako. Na kwa kiwango cha maji, jitahidi maji yao ya size kama hii ambayo unaiona, kwa sababu unga wa dengu ukiwa na maji ambayo ukiwa umekuwa mwepesi sana utasababisha bagia zako ziweze kunyonya au kunyonya mafuta. Kwa hiyo jitahidi kiwango cha unga wako kiwe cha size ya kati. Lakini vile vile tutaenda kuongeza na baking powder. Na kiwango cha baking powder nimesema zinatofautiana, nilielezea hata katika video yetu nyingine iliyopita. Hapa tutaongeza binzari au manjano kijiko kimoja cha chai, lakini na baking powder kijiko kimoja cha chai. Na kiwango cha baking powder nilikuwa naelezea kwamba kinatofautiana. Kuna baking powder ambazo zinachelewa kureact, lakini kuna zile nyingine zina react mara moja. Kwa hiyo kama baking powder yako ni ile ambayo ina react mara moja, yani kwa haraka, inatakiwa uweke wakati wa mwishoni kabisa. Na inapendekezwa kwamba umeweka mafuta kabisa jikoni yamepata moto ndipo utakapoweka baking powder yako. Lakini kama inachukua muda, utakuwa uichanganye mapema kwanza ili iweze kureact. Na utajuaje imefikia wakati nzuri? Ni pale ambapo utaona kumetokea bubbles kama hivyo kwa juu, au vipovu kama hivyo unavyoviona. Kwa hiyo unajua tayari baking powder yako imereact vizuri na unga wako uko tayari kwa kwenda kuanza kukaanga. Utahakikisha mafuta yako yako jikoni na yamepata moto vizuri kabisa. Tafadhali usiweke wakati mafuta yakiwa ya vuguvugu. Mafuta yanatakiwa yamepata moto vizuri kabisa, ndipo utaweza kwenda kuchota donge lako na kwenda kukaanga. Utatumia kijiko, utatumia mkono au chochote, kifaa chochote ambacho kwako unakiona ni chepesi. Utadumbukiza katika mafuta yako na kisha utaendelea kugeuza mara kwa mara ili uhakikishe bagia zako zimeiva kote katika hali moja, na utazipika mpaka zifikie rangi kama hii ambayo unaiona. Utaendelea kurudia utaratibu ule, utachota na kudumbukiza katika mafuta yako, na kisha utaendelea kugeuza mara kwa mara mpaka ziive kabisa. Angalizo tu, hakikisha unga wako wa bagia haui na maji mengi, yani uwe katika size kama hiyo uliyoiona hapo. Ukizidisha zitanyonya. Lakini vile vile baking powder yako kama ni ile ambayo ina react haraka, utaiweka wakati wa mwisho kabisa, la sivyo na zenyewe zitasababisha bagia zako kunyonya. Kwa hiyo ni siri mojawapo kubwa sana ya kupika bagia zako zikatoka vizuri. Lakini vile vile kikiwa katika wepesi wa kiasi hicho, bagia zako ndani utaziona zitakuwa zimechambuka vizuri kabisa. Nadhani unaweza kaangalia zimeiva vizuri, zina harufu nzuri, ni mapishi matamu sana. Tafadhali usisite kujaribu mapishi hili pamoja na mapishi mengine yaliyopo katika channel zetu.